Bana, ujambo na karibu sana mtazamaji. Kumeanza kuchangamka huko nchini Marekani. Kuna kiongozi mwingine mkubwa kabisa wa juu wa Marekani tayari amejiuzuru nafasi ambayo alikuwa anaitumikia. Ni kiongozi gani huyo? Utakwenda kufahamu ndani ya video hii. Cha kufanya ni kubonyeza alama kusubscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata video mbalimbali kutoka hapa Bongo Super Media. Taarifa hii inasema kwamba Pentagon imethibitisha kuwa waziri wa jeshi la wanamaji wa Marekani John Fetterman ameondoka madarakani ghafla katika hatua nyingine ya mabadiliko makubwa ndani ya uongozi wa kijeshi wa Marekani. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, Fetterman ameondoka mara moja, huku sababu kamili zikibaki hazijawekwa wazi hadharani. Hata hivyo, ripoti za vyombo vya habari Marekani zinaeleza kuwa kuondoka kwake kunahusishwa na migogoro ya ndani ya Pentagon, hasa kuhusu sera za ujenzi wa meli za kijeshi na uongozi wa sekta hiyo muhimu. Lakini pia vyanzo vinaongeza kuwa kulikuwa na mvutano kati yake na maafisa wa juu wa ulinzi, hali iliyochangia kuondolewa kwake baada ya muda mfupi tu madarakani. Kuondoka kwake Fetterman kunakuja wakati Marekani iko katika kipindi nyeti cha kijeshi, ikihusishwa na operesheni kubwa baharini, ikiwemo mvutano unaoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati, huko katika mlango bahari wa Hormuz. Hatua hiyo pia ni sehemu ya mfululizo wa mabadiliko ya viongozi wa juu wa kijeshi chini ya utawala wa Rais Donald Trump. Wengi sana wamejiuzulu na wameachia ngazi kutokana na utawala huu wa rais wa nchi ya Marekani, Bwana Donald Trump. Mtazamaji Bongo Super Media, huyu alikuwa ni waziri wa jeshi la wanamaji. Inaonekana kabisa kuna mambo yameenda ndivyo sivyo dhidi ya viongozi wake. Kwa hivyo waziri huyu kaondoka ghafla, yani bila taarifa, na taarifa rasmi sababu ambayo imemtoa haijajulikana, lakini scenario ndio kama hizo ambazo nimezielezea hapo. Yani mtu hawezi kuondoka ghafla, kujiuzulu ghafla ama kufutwa kazi ghafla bila kuwa na changamoto ama bila kupishana na watu. Kapishana na viongozi wake wa juu, ndio maana hili lote limetokea. Na katika uongozi huu wa Trump, hasa katika kipindi hiki cha vita vya Mashariki ya Kati, huko viongozi wengi sana wa Marekani wamejiuzulu, wengine wametumbuliwa. Hii ni kutokana na baadhi ya viongozi wengi kupishana mitazamo na rais wa Marekani Donald Trump. Kwa hivyo ukishapishana mitazamo na Trump, wewe ni ageni. Maoni yako ni yapi? Andika katika sehemu ya comment.